Swali linaloletwa sasa linahusiana na nywele za mtu kichwani. Muulizaji anasema, kwa Muislamu kuweka bleach kichwani halali? Kabla ya kujibu niseme wazi kabisa, mie bleach sizijui. Bleach, mkisema bleach mmekusudia nini? Kwanza kutia rangi nywele. Amefafanua huyu bwana, anasema kutia bleach nywele maana yake ni kutia rangi kwenye nywele, ama nyeupe ama nyeusi wa hakadha, au sio? Je, kitendo hichi ni halali? Jawabu ndio, kutia rangi kichwani kwenye nywele halali, lakini isiwe kutia rangi kwa lengo la kufunika mvi. Unanielewa? Maana kuna kitu bwana dunia nzima tumekubaliana hatukipendi, nacho ni kuzeeka. Hii ni mapatano ya ulimwengu mzima, hakuna mtu anapenda kuzeeka hapa, au sio? Sasa unakwenda mwisho unaona nywele nyeupe hapa na nyingine hapa, unaanza kujiuliza, hivi ndio mvi kweli hizi? Unaelekea kwenye kioo, unakwenda kuangalia zile ni mvi au kitu gani, lakini unaziona zipo. Basi unajaribu kuconfirm kwa kuvuta, unavuta. Ukizivuta unajiridhisha sasa ndo zenyewe hizi mvi kweli, halafu unaingia kujifariji, hamna bwana, hizi mvi za ukoo, mimi bado kijana, hizi mvi zetu za ukoo. Hadha, mbona ukoo mzima huwagaii pesa? Ukipata unawagaia mvi zako mwenyewe na ni karibu ufe, sio kwa tu mvi. Kupaka nywele dawa si dhambi, lakini ni makuruhu kwa nia ya kuficha mvi. Na ikiwa hapana budi, tulichopokea katika riwaya ni halali kupaka ndevu, kupaka rangi ndevu, na rangi yenyewe ni nyekundu. Nafahamu kupaka, sheria haijasema upake nyeusi. Kwa sababu gani? Utaonekana ni yako ni ile ile tu, uonekane bado kijana, kumbe umekwisha tayari mambo yako hivyo. Jawabu la ujumla, inafaa kwa baadhi ya mazingira, na baadhi ya mazingira mengine ni makuruhu kufanya. Wallahu a'lam. Pia nauliza kwamba kuvaa kikuku kwa Muislamu inafaa? Bwana ameuliza, je, kuvaa kikuku kwa Muislamu inafaa? Kuvaa kikuku Muislamu inafaa? Narudia pale pale hadi mniambie kikuku ndio nini. Nataka nisaidiwe ili tukijibu tujibu sawa, au sio? Kikuku ndo kitu gani? Ala, naam, kama hivi shanga fulani. Pana watu wamesaidiana hapa kupata jibu linalotakiwa. Wamesema kikuku ni mwanamke kuvaa kijishanga kwenye mguu, au sio? Nyinyi watu mlosaidiana ni kuvaa vishanga mguuni, na mimi huwa nawaona wamevaa mguuni, maana mimi sikai porini, nakaa hapa mnapokaa nyie mjini, na mimi nawaona, ila sijajua tu hichi kinaitwa kikuku. Ndio nimefahamu leo katika darasa hii. Mimi najua kishanga wanavaa, wengine watia mpaka dhahabu, au sio? Inafaa? Jawabu, inafaa na haifai. Hicho kikuku kwa maana hiyo inafaa kukivaa na haifai kukivaa. Inafaa wapi? Inafaa ikiwa anayevaa ni mwanamke na lengo lake ni kumfurahisha mume wake. Ikiwa anakivaa na anataka, lugha zenu zile za sasa hivi si mnazijua, anamuona mume wake kama dishi limeyumba, lakini akivaa ataweka vizuri dishi pale ndani. Sijui mmenielewa kama bado? Basi anavaa hicho kikuku, ana nia ya kumfurahisha mumewe. Na msisahau, walinnasi fima yashikuna madhahib, watu wanapenda vitu tofauti. Hawajaungana watu wa dunia nzima kupenda kitu kimoja. Hili halijawahi kutokea. Hata hapa mlipokaa nyinyi mnapenda vitu tofauti.
Na nimewaambia watu, na hapa narudia, hajawahi kuzaliwa mwanamke hadi leo ambaye mumewe atampenda yeye wote. Hakuna mume anayempenda mkewe yeye wote, yaani yule mume anampenda mke wake kuanzia kwenye nywele za utosini mpaka kwenye nyayo, wote anapapenda. Si kweli. Wanamume wana mtindo wa kupenda vipande vipande, na kwa sababu wengine mmeoa hapa, mnanielewa tu vizuri kabisa. Kuna mwanamume wallahi maradhi yake ni meno ya mkewe. Akicheka huyo mke, yule bwana akaona meno haya, anakaribia kupasuka kwa raha, kafurahishwa na meno tu. Yuko mwanamume kalewa ulevi mkubwa, kilichomvutia ni kidevu tu. Hii miguu basi tena hata kuiangalia hana haja nayo, wataona wengine. Yeye ni kidevu cha mkewe. Yuko mtu akimwangalia mkewe anafurahishwa sana na hii miguu. Huu uso bana, huu uso yeye ana habari nao. Anasema uso bana, uso kama marehemu bibi yake. Yeye miguu tu basi, miguu tu basi. Tunapenda vipande, na hiyo ndo sababu Mola Subhanahu wa Ta'ala akawaruhusu wanamume kuoa wanawake wangapi? Kuna watu hawajui hikma hapa. Hikma ya hapa muijue. Unawezekana wewe, ili utulizane kwa wanawake, kwa mkeo upate sifa 20. Unataka sifa ngapi ndo utatulia? Mkeo awe mfupi, mwembamba kidogo, ana rangi nyeusi, halafu macho yake yawe na makengeza. Unapenda hivyo? Sifa 20. Umekwenda muoa mke wako ana sifa 5 tu, zimebaki ngapi? Hizi utazipata wapi? Ana sifa 5 tu, 15 hana, na wewe unahitaji sifa 20. Utajazia wapi? Utajazia kwenye mlango unaitwa uhuni, na wahuni wamejaa mabarabarani kila mtaa, wanakusubiri wewe. Ukimuona yule muhuni kule njiani, unaona kuna sifa zingine kama 8 ambazo mkeo kwa uhakika hana, au sio? Basi oa wa pili. Huyu wa pili ukimpata ana sifa 6, alhamdulillah. 6 na hizo 5 za mwanzo ngapi? 11. Kwenye 20 bado ngapi? Bado 9. Unaenda kuzijazia wapi? Tusidanganyane maneno, tukisema tuyaseme yemenyooka moja kwa moja, au sio? Bado sifa 9. Vipi sasa, unaelekea wapi? Mola kasema oa tena, bora utimize vigezo vya kuongeza hao wake wenyewe. Kuna na lugha mnasema vigezo na masharti uzingatie. Usende unavamia tu unaoa tu unaoa, la, uwe na masharti yametimia. Huyu wa tatu ana sifa 5 na zile 11. 5 na 11 ngapi? Kwenye 20 bado ngapi? Uwezo kama upo, kaoe na mke wa 4. Huyu wa 4 ana sifa 2 tu. Yeye kapungua kweli, ana sifa 2 tu. 2 na hizi 16 ngapi? 18. We haja yako sifa 20. Sasa una wake wa 4, zimepatikana sifa 18. Zimebaki ngapi? Hizo 2 uvumilie tena, acha kiranga. Basi hata 2 zimekushinda kuvumilia, unataka ukamilishiwe kila kitu. La, 2 unaweza kuvumilia. Hizi ni baadhi ya hikma za Mola kutaka wanaume waoe. Na mwanamke asidanganye. Mwanamke akiona mmewe anataka kuoa, ashukuru, asikae anadanganywa. Mke wangu, wengine mko hivyo wanamume, mke wangu, unajua mimi wewe, dunia hii, yani wanawake wengine wote ni kama wanaume wenzangu tu basi, yani dunia nzima mwanamke ndio tu. Muongo mkubwa huyu, mtu muongo kweli. Utamuona anakusifu wewe uko peke yako, wallahi nje kuna wanawake 100 wa zinaa. Mke mmoja, wanawake wa uzinifu 100. Mliooa waambieni wake zenu waokoe, wawakubalieni mkaoe, ingawa kishindo cha hapo mkikubwa kidogo. Hapo pana kishindo kikubwa tu. Uwe nazo mbavu kidogo, mbavu, uwe nazo busara, hekima, ili ukafanye. La usivyo, ukijaribu
unaweza ukatusababishia sisi tukaanza kusema inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna, mambo yameharibika. Kikuku kama mwanamke kavaa, nia yake ni kumfurahisha mume wake, huyu asivae kikuku tu, avae mpaka kibata. Asiishie kwenye kikuku basi, aingie mpaka kwenye kibata. Kama dhamira ni kumfurahisha nani? Lakini kama nia ni kupendeza, akenda mitaani wanaona watu hivyo vikuku, haikubaliki. Mungu hataki ujinga, utahamasisha zinaa tu. Utakutana na mwanamume huko, toka hapo hichi kikuku anakitaka na hajaoa. Yuko mtu hajaoa, lakini kikuku ni ugonjwa wake, unamwambiaje mtu huyo? Nadhani umenielewa, wallahu a'lam. Sheikh anauliza kwamba na kawaida kwamba watu baada ya adhana msimama wakaswali. Je, swala hii inaitwa vipi na nia yake iko vipi? Nauliza kwamba je, ni sunna au faradhi? Sawa. Muulizaji, Mwenyezi Mungu ambarikie, anasema pana watu ikitolewa adhana wanasimama kuswali, wanasimama kuswali. Je, hiyo ni swala gani? Na ikishajulikana ni swala gani, nia yake ikoje? Ananuia vipi? Swala za kabla ya swala, yani kabla ya ile ya faradhi, sio? Akaswali mtu, ya kwanza tunaifahamu sote, inaitwa tahiyatul masjid. Hii ni swala anayoswali Muislamu kwa mujarradi wa kuingia msikitini. Ndugu Muislamu, ukiingia msikitini, si unajua kuna raka mbili? Raka mbili za nini? Tahiyatul masjid, za kuusalimia msikiti. Hizo raka mbili ameziweka Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, tahiyatul masjid. Wa hadhihi sunna tatakarraru bitakarruri dukhuli, kila unapoingia msikitini ni sunna raka mbili. Yani ukitoka nje ukirudi tu msikitini unapiga raka mbili kila utakapoingia msikitini. Na tunaambiwa tafutu biljulus, tafutu tahiyatul masjid biljulusi amdan. Ikiwa mtu kaingia msikitini kwa makusudi asiswali, akakaa, muda wa zile raka mbili za tahiyatul masjid umepita. Na yarudia hayo maneno, ikiwa muingiaji wa msikitini akaingia na kwa makusudi asiswali raka mbili, akaamua kukaa, muda wa zile raka mbili za tahiyatul masjidi umepita, zimekwisha mfutu. Zile zinasaliwa na aliyeingia msikitini kabla hajakaa. Unanielewa? Hiyo sunna ya kwanza mtu huiswali. Anaweza akaingia mtu msikitini, akifika adhana inatolewa, au sio? Akasubiri adhana, baada ya adhana akapiga raka mbili, tunamkadiria pengine anapiga hizo raka mbili za tahiyatu almasjid. Thumma, hizi swala za faradhi, tunaswali faradhi swala 5 kwa siku, au sivyo? Nyuma yake kuna sunna zinaitwa rawatib. Rawatibu, rawatib ni uwingi wa ratiba. Ratiba ni zile baadiyatu wa kabliyatu. Kablia, yani kabla ya swala ya faradhi ni sunna ukasali raka mbili, inaitwa kablia. Usalli sunnata dhuhuri kablia lillahi ta'ala, sio? Ni kablia. Inawezekana huyo pia anaswali kablia. Ikiwa anaswali tahia, sunna ishaeleweka, swali rak'ataini tahiyatul masjid lillahi ta'ala, usalli rak'ataini tahiyatul masjidi lillahi ta'ala, au sivyo? Ikiwa anaswali qabliya, usalli sunnatul asri qabliyatan lillahi ta'ala, au sivyo? Ni haki imejulikana. Lakini kuna kitu kinaitwa an-naflul mutlaq. Kinaitwaje? Natamani niwasikie. Kinaitwa an-naflul mutlaq. Semeni
Naflu mutlaq ni mtu kuswali raka mbili mutlaka, yani za raka mbili hizo, sio kablia, sio baadia, sio chochote, kaamua tu kupiga raka mbili kwa ajili ya Mungu, haziitwi vyovyote. Ukisimama ukasema usalli sunnatan lillahi ta'ala, Allahu akbar, laisa bibaadia wala kablia wala madha, ni sunna kusali kwa ajili ya Mungu raka mbili, inaitwa naflu almutlaq. Bwana mmoja anaitwa Rabi'a bin Ka'b al-Aslamiyya au Ka'b bin Rabi'at al-Aslami, sahaba mashuhuri twamjua. Wakati ule waliungana masahaba wa bwana mtume Muhammad, wanakwenda kufanya ulinzi nyumbani kwa mtume, wanapeana zamu, wanamlinda bwana mtume. Allah subhana akayashusha maneno yake akimwambia mtume wake, wallahu yaasimuka minan nas, Muhammad, Mwenyezi Mungu ndio atakulinda na shari za watu. Mungu anamtangazia ulinzi mtume wake, sasa nitakulinda mwenyewe. Baada ya kushuka aya hii, mtume akatoka akawaambia wale waliokuwepo, insarifu fakad asamani Allahu ta'ala, mabwana ondokeni, mimi sasa hivi basi amedhamini ulinzi Mungu mwenyewe, ananilinda mwenyewe, nyinyi ondokeni. Fansarafu, wakaondoka. Fabakia Ka'b bin Rabi'a al-Aslamiyya hadha alladhi natahaddathu anhu al'an, akabaki Ka'b peke yake. Nanielewa? Lahadhahu an-nabiy awwal al-layl, thani al-layl, thalith al-layl, nisfu al-layl. Mtume akitoka anamuona, anatoka anamuona, mwisho akamwendea, ya Ka'b alam akul lakum unsarifu, wewe bwana, mimi nilisema muondoke, nimesema muondoke tena hapa. Qala Rabi'a, ya Rasulullah, inni ahbabtu an abita qariban min makani alladhi tabitu fihi, mimi natamani, nimefurahi nikae sehemu ya karibu na pahala ambapo wewe unalala. Unapolala wewe, mimi niwe karibu. Idha nabaka shay'un fil layla kuntu ana alladhi akhdumuka, usiku ukihitajia jambo kusaidiwa, mimi ndio niwe mtumishi wako. Mimi nimebaki hapa, ukihitaji jambo usiku, mtume mtumishi niwe mimi. Ana khadimun ya Rasulullah wa lastu biharis, mimi sasa sio mlinzi, mimi ni mtumishi. Sijakaa tena hapa kwa ajili ya nini? Ya ulinzi, nimekaa hapa kusubiri kukutumikia usiku kucha. Faajiba nabii min dhawqihi wa idraki, mtume akafurahi yale maneno, amemfurahisha. Unaonaje maneno mabaya kwani? Akafurahi, akamwambia sal ya Rabi'a sal. Sasa kama ni hivyo, nakupa nafasi, omba utakacho. Sali ya Rabi'a, omba. Ujamaa alifanikiwa huyo. Yaani unaambiwa omba utakacho, na anayekuambia hayo ni bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe si ushafuka tena? Ngoja nipunguze sauti. Ungekuwa wewe ungeomba nini? Wewe uloka hapo, ungesema Dar es Salaam nzima wewe mali yako hii, watu wote wafukuzwe hapa. Si kuna watu matajiri wanavamia maeneo, wanawaondoa watu, wanakaa wao na makontena, au sio? Rabi'a dunia anaijua, pesa anazijua, wanyama anawajua, mashamba anayajua, madini anayajua. Ameambiwa omba. Qala radhiyallahu anhu, Rabi'a amesema, as'aluka murafaqataka fil jannati ya Rasulullah, mimi nakuomba tuwe marafiki peponi tu. Kama hapa tuko karibu hivi, basi peponi tuwe hivi hivi, mimi nawe, ndio shida yangu. Mtume kamwambia, aw ghaira dhalika, kwani hilo tu bwana, si mengine hapo, omba jingine, kwani hadi hilo? Rabi'a akamwambia, huwa dhaka ya Rasulullah, mimi hilo hilo tu basi, hilo basi, sitaki kingine, mimi na wewe peponi tukakaa hivi. Unaona watu wenye akili hao. Wallahi tungekuwa sie tungeomba pesa, niombe ninataka, nimeruhusiwa bwana mtume niombe ninachotaka, omba. Sasa kwanza hapa, hebu zije bilioni 100 hapa sasa hivi, nataka bilioni 100 hapa.
hashindwi Mwenyezi Mungu kukupa, na muombaji mwenyewe ni Mtume Muhammad kipenzi chake. Unapewa bilioni 100, hata kuzitumia hujui uanzie wapi. Wiki moja unakufa, unaziacha, unakwenda motoni. As'aluka murafaqataka fil janna ya Rasulullah, mimi nataka tukae pamoja peponi. Mtume kamwambia vipi? Fa'inni ala nafsika bikathrati sujudi, kama unataka tukakae peponi mimi na wewe, sujudu sana, jisaidie mwenyewe kwa kusujudu sana, sijda nyingi. Tatahatuhayi nafsaka limurafaqati fil jannati yawm alqiyama, ukitaka maandalizi ya kuwa na mimi peponi pamoja, hebu fanya kazi ya kusujudu sana. Mmefahamu kusujudu sana maana yake nini? Swali sana, swali sana. Anayeswali sana, hususan masunna, anajitayarisha kwenda kukaa na Mtume Muhammad peponi siku ya Mola. Atuwezeshe hivyo inshallah. Sasa wanaoswali baada ya adhana na wakadiria, wanasali hayo mambo moja kati ya matatu: ama anaswali kablia na imethibiti, ama anaswali tahiyatul masjid imethibiti, au anaswali naflul mutlaqu. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Huyu anauliza kwamba yeye amefika msikitini siku ya Ijumaa, leo ni kuswali swala ya Ijumaa, lakini amechelewa zile raka 2. Je, afanye nini ili na yeye aipate Ijumaa? Cha kufanya, kuwa swali linasema hivi, ambao hamjasikia. Huyu muulizaji amekwenda zake msikitini siku ya Ijumaa kama leo, lakini amekosa zile raka 2 za Ijumaa, hakuwahi raka zote 2 za Ijumaa. Afanye kitu gani ili awe naye kaipata Ijumaa? Ni muhimu watu wakawa wanajua kusema. Ukisema vizuri inakuwa safi sana. Huyu Ijumaa kaipata, Ijumaa kaipata. Ijumaa kwa maana ya siku, Ijumaa kwa maana ya siku, kila mtu kapata, hata ambaye hajakwenda msikitini. Jamanini, mtu ambaye nyumbani kaacha mke wake, Ijumaa kapata kakosa? Akisema kakosa, atuambie yuko siku gani leo. Watoto wenu leo wapo hawapo? Wamekosa Ijumaa? Swali liwe hivi, raka 2 za Ijumaa zote nimekosa, nafanyaje nipate swala ya Ijumaa? Sio kupata Ijumaa. Ijumaa ndo unaishi leo, Ijumaa ndo siku ambayo uko ndani yake. Maneno hapa ni ile swala ya Ijumaa, au sio? Sasa nayajibu yale, swala ya Ijumaa kakosa na hana vya kufanya tena iwe kapata swala ya Ijumaa. Wa illa, wawe watu wengi watu hao, halafu na muda wa swala ya Ijumaa haujaisha, wakaamua kupata mahala msikiti, wakaadhini na wao, wakapanda msoma khutba, yani wanapiga Ijumaa yao mpya, na lazima watimie idadi inayozingatiwa, na watu wenyewe wawe watu wanaozingatiwa. Kuna watu 4 Ijumaa sio wajibu wao kamwe, wakiswali watapata, lakini hawatimizi idadi. Wa kwanza, mwanamke. Mwanamke yote duniani Ijumaa sio wajibu wake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajamuamrisha mwanamke kusali Ijumaa, si wajibu wake. Kuna watu wamealikwa kwenye shughuli na wamekwenda, hawa wameitika mwito, na kuna timu kubwa sana ya watu ambao hata hawajaalikwa. Kama hapa mjini kuna mtu kule kujua tu pale kuna shughuli ndio mwaliko wenyewe. Jamanini, hapa mjini kuna mtu hangoji kualikwa, au sio? Anahitaji kujua tu pale kuna shughuli leo hapa. Akijua hivyo, huo umetosha mwaliko, na atatoka, atapita gengeni, atachukua ndizi 2. Hakualikwa na mtu. Wengine wapenzi wa pilipili, anatia mfukoni pilipili.
anapata mashaka, pengine kutakuwa hakuna kachumbari kule, anatia na kitunguu hapo, yuko well prepared, amejiandaa vizuri sana, hakualikwa. Sasa swali ni hivi, wale walioalikwa kile chakula wakila ni stahiki yao, sio wamealikwa, na wallahi watashiba, takula watafurahi, watashiba. Je, na huyo alojialika mwenyewe akila anashiba ashibi? Kwa kuwa hakuitwa hapa, akipiga ule mpunga anashiba ashibi? Au kutokualikwa kutamfanya awe hashibi? Na hao wanojialika wenyewe hao ndio watu hatari hao, sababu anajua wanaweza wakanifukuza hapa mara moja. Kwa hiyo sahani ikiwekwa anashambulia kiume. Akienda kwenye sahani akitoa mkono unakubali kasa mtoto wa kiume katoka vizuri tu, vizuri sana. Sasa pana watu Ijumaa wakiswali itasihi, lakini hawatimizi idadi. Hadha ma alaihi sada Shafiia. Watu lazima wawe wangapi? 40. Na hao 40 idadi yao haitimizwi na mwanamke, idadi yao haitimizwi na mtumwa, idadi yao haitimizwi na msafiri, idadi yao haitimizwi na mgonjwa. Mgonjwa Ijumaa sio wajibu wake, akisali atapata, sio wajibu wake. Mtumwa akisali Ijumaa anapata, hatimizi idadi, sio wajibu wake. Na msafiri hatimizi idadi, anatakiwa mustautinu, mkazi wa mji, sio? Na mwanamke hatimizi idadi. Sasa hawa waliochelewa rakaa 2 zote zimekwisha, jawabu ni moja tu, swala ya Ijumaa wamekosa, badala yake waswali ya dhuhuri. Badala ya Ijumaa wanaswali nini? Adhuhuri. Kwa kila Muislamu aliyekosa Ijumaa, je, adhuhuri imeanguka? Adhuhuri itaangushwa na kupata Ijumaa. Ukishasali Ijumaa, adhuhuri imeshakaa pembeni. Wako baadhi ya ndugu zetu wamefahamu kama adhuhuri haiangushwi na Ijumaa, kwa hiyo wao husali Ijumaa wakasali na adhuhuri. Au tunaombea Mungu, Mwenyezi Mungu aongoze, kama na sisi tunaomba Mungu atuongoze sote, sisi na wao. Si tulichokishika tena kwa hoja, ukisha sali Ijumaa imeswihi adhuhuri basi. Ndio maana unaona muda huu tushasali Ijumaa sisi, na wewe ndio ulotupa hutuba hii. Alhamdulillah, baada ya kusali umetukhutubia, imamu katusalisha. Au tukimuni tena ya dhuhuri tukimswala, kuna hatari ukimswala hapa watu wote waoni hapa, sababu hapa wanaanza kwenda kula mandi saizi. Unafahamu? Aliyekosa Ijumaa atasali ya dhuhuri. Na hili ndio jawabu. Asiunde mpango wa namna gani nitaipata ile swala ya Ijumaa. Ijumaa imekosekana, na hawezi tena kusali Ijumaa peke yake. Swala ya Ijumaa lazima jamaa. Swala ya Ijumaa miongoni mwa sharti yake ni jamaa. Unanifahamu ninaposema? Wallahu a'lam. Sawa, maneno yamekwisha umwe, yako mengi bado. Sasa kama haya, unganisha, karibu. Swala siku 5 ndio subuhi, dhuhuri, asri, maghribi na isha. Hii Ijumaa inakuwa swala ngapi? Ya 5. Si ya 6. Inakuwa ya 5. Al-akhi al-fadhil ananiuliza hivi, sisi tunaswali swala 5 au sio? Sasa hii Ijumaa inakuwa ya ngapi? Nimemwambia ya 5. Ameniuliza sio 6. Ndo namwambia ni 5. Sisi tunaswali swala ngapi? 5. Siku zisokuwa Ijumaa swala zetu ni hizi. Swala ya kwanza kabisa kuswali sisi ni ya dhuhuri. Ndugu Waislamu, hizi swala 5, swala ya kwanza ni swala gani? Someni vitabu. Ukifungua vitabu kwenye babul mawaqit, mlango wa nyakati za swala, inayoanza kutajwa ni adhuhuri. Bali swala ya adhuhuri
ndiyo swala ya kwanza kuswaliwa na Bwana Mtume Muhammad. Mtume alipewa swala mbinguni kwenye kadhia ya Miraji, yote mnajua, au sio? Mbinguni. Na Mtume karudi usiku ule ule, sote tunajua hayo. Kaenda usiku mmoja na amerudi usiku ule ule, na swala kashapewa. Alfajiri hakuswali ya dhuhuri alfajiri. Badala ya kuswali kaamkia mjadala wa wale wabishi, wamekuja kumhoji. Kawaambia, nilikuwa safari mimi, nilikwenda zangu mpaka Palestina. Mbinguni hakuambia. Lam yukhbiruhum an-nabiy bi khabar al-mi'raj li'annahum idha kadhabu al-israa famin babi awla sayukadhibu al-mi'raj. Hakuambia nimekwenda mbinguni mimi, kawaambia nimekwenda hapa Palestina tu. Kwa nini? Kwa sababu kama watapinga safari ya ardhini, je, ya mbinguni watakataa kabisa. Ukaanza mjadala, ushahidi gani, imekuwaje huko? Alfajiri haikusaliwa. Swala ya kwanza Mtume kusali ilikuwa adhuhuri, na hata vitabuni ya kwanza ni adhuhuri. Sasa adhuhuri ya kwanza, lasiri ya pili, maghribi ni ya tatu, isha ni ya nne, na alfajiri ndio ya tano. Tuna swali hivyo, au sio? Ijumaa 5 tu. Tunaanzia Ijumaa hii, tumesali Ijumaa. Baada ya Ijumaa tutasali lasiri. Baada ya lasiri ni maghrib. Ukitoka maghribi ni isha na alfajiri. Zimekuwa ngapi? Sijaiona 600, naona kama 5 zile zile. Isipokuwa Ijumaa ndo imekaa nafasi ya dhuhuri. 5 zile zile. Twende ba. Wanaoswali hii ya dhuhuri, yani Ijumaa wakaswali na dhuhuri, hii inakuwa katika utaratibu. Ijumaa hii inakuwa ni fardhi ama inakuwa ni sunna? Wanaoswali Ijumaa wakasali na adhuhuri, utaratibu hapa unakuwaje? Utaratibu hapa walioufanya unakuwa ni kusali Ijumaa na adhuhuri. Ndio utaratibu wao waliofanya. Au wamefanya utaratibu gani hawa? Utaratibu uliofanyika hapa ni kusali Ijumaa kisha wakasali na adhuhuri. Kama unaniuliza utaratibu gani hapa, utaratibu ni huo, ni adhuhuri na Ijumaa, na ndio swali lako hilo. Sasa je, hii Ijumaa ni sunna au sio? Kamwe Ijumaa haijawahi kuwa sunna. Ijumaa ni faradhi. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'a dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Ijumaa ni faradhi kwa nafsi ya Qur'ani na kamwe haijawahi kuwa sunna. Unanielewa? Wanaoswali Ijumaa kisha wakasali na adhuhuri, walivyofahamu wao ni kwamba Ijumaa haina nguvu ya kuiondoa adhuhuri. Wamefahamu hivyo. Ijumaa ipo lakini haina ubavu wa kuiua adhuhuri. Sasa zote wanatekeleza Ijumaa, wakatekeleza na adhuhuri. Wamefahamu hivyo na wanaendelea baadhi yao mpaka leo. Sisi tukisha swali Ijumaa, alhamdulillah, adhuhuri tena hatuna. Sisi tunaendelea na safari yetu kule, na nususi tunazo hoja. Kwa hiyo ni utaratibu gani? Utaratibu ni huo walouweka, waswali Ijumaa, wasali na adhuhuri. Utaratibu ndio walouweka huo. Halafu je, Ijumaa ni sunna? Haijawahi kuwa sunna. Ijumaa ni faradhi. Je, Ijumaa wanaswali 6 wao, wanaswali 6. Lakini kwa mujibu wa swali la Habibi ni kama kwamba wamejalia moja ya hizi mbili iwe sunna na hasa Ijumaa. La, huo sio mwendo wetu sisi. Wallahu a'lam. Ndio. Hii Ijumaa inaondolewa na sunna? Naam. Ijumaa inaondolewa na sunna? Haiondolewi. Inapoingia swala ya Eid siku ya Ijumaa. Ndio. Na khiari mali. Ndio. Aswali Eid Ijumaa ya swali ya dhuhuri. Sahihi. Hii
Jambo unalolitaja muda huu lina khilafu kidogo. Kuna baadhi ya ulama, maana tuna hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, idha jitamaa al-idani faman adraka al-ida sakata anhu al-jum'atu. Sio siku ya Idi ikiwa ni siku ya Ijumaa, maana yake zimekutana Idi ngapi? Ndiyo hadithi inavyosema, zimekutana Idi mbili. Sasa Idi ya kwanza ni ile ya asubuhi na Idi ya pili ni hii swala ya Ijumaa. Atakaye swali Idi, Ijumaa imeanguka mbele. Mtume anasema wa inna mujammi'una, sitosali na Ijumaa. Hapo hapo sogea mbele tu kidogo ya hadithi hiyo mbele, anasema Mtume Ijumaa itaangushwa na ile Idi, lakini sisi tutaswali inna mujammi'una, tutaswali ile Ijumaa yenyewe. Lakini kuna kauli wanaoambiwa kama Ijumaa imeanguka ni watu mbali, watu kama polini, vijijini, ambao wakija zao mjini kusali Idi, wakarudi tena kule vijijini mchana, watoke kule waje kwenye Ijumaa, umeshakuwa uzito, na hii si dini ya uzito. Yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra. Sada Shafi'ia, Idi ni sunna, Ijumaa ni faradhi. Sasa akiamua mtu kufanyia kazi hadithi hii, akaamua bana, mimi nachukua ruhusa ile ya Mtume, mimi Ijumaa sendi, haya asende. Na atakayesema kama Mtume wa inna mujammi'una, si Ijumaa tutasali, aje hapa tusali. Kwa kuchukua kauli gani? Kama hii kuangusha Ijumaa sio kufadhilisha sunna kwa faradhi, ni kuwafanyia wepesi wanaotoka mbali kuja tena mjini kwa ajili ya swala ya Ijumaa. Wallahu a'lam. Huyu shaka anauliza kwamba huyu anasema mama yangu ameolewa na mume mwingine, ndio, na yule baba yangu wa kambo ana mtoto ambaye kamzaa na mama mwingine. Je, sisi watoto tunaweza kuoana? Nilijua tu tangu unaanza, nilijua tu kwamba hapa ndo unapokuja. Muulizaji anasema baba yangu ameoa mke mwingine, na huyo mke mwingine amekuja na mwanawe. Yaani kwa huyu mama mpya aloolewa na baba yangu, mimi sio mama yangu, ni mama yangu wa kambo, au sio? Na huyo mama yangu wa kambo naye kaja na mtoto ambaye hakuzaliwa na baba yangu. Sasa je, mimi na huyo mtoto wa kambo huko tunaruhusiwa kuoana? Nilifahamu sana huko ndo unakokuja huko. Kinachozuia watu kuoana ni karaba, sio? Ni karaba. Kwa lugha rahisi ni damu kuwa moja. Huyu mtoto anaotuza swali hili, ana damu gani na yule binti alokuja na mama wa kambo? Wameunganaje? Mama wa kambo kaja na mtoto na babake huko, na mimi baba yangu ndo huyu sio mama yangu huyu. Waziwazi ni kwamba sharia inanikataza kumwoa huyu mama. Huyu mama yangu wa kambo ni haramu mimi kumwoa kwa sababu ni mke wa baba yangu, au sio? Qur'ani imeshasema wala tankihu ma nakaha abaukum illa ma kad salaf, msioe wanawake walioolewa na baba zenu. Baba yako akishapita njia mahala, tafadhali kwa hisani yako wewe tafuta njia nyingine. Amekataza Mola Subhanahu wa Ta'ala. Hata kama njia unopita wewe ina miba, lakini hii ya kwa mama ina lami, kapite kwenye miba. Kama hunielewi basi. Je, mwanawe mtoto wa mama yangu wa kambo na mimi
tunazuiwa kuoana. Swali ni kwamba wanaunganaje hawa? Jawabu, hakuna wanapoungana. Kwa Sheikh, ukitoka hapa, kama kuna mahala kuna mzigo sampuli hiyo, nenda kauchukue. Mwanamke anataka kuolewa, mwanamke aliuliza anataka kuolewa. Sawa, mwache akaolewe inshallah, hamna neno. Kwa nini? Kwa sababu hakuna mahala wanapoungania watu hawa. Sio, tunafahamiana? Wallahu a'lam. Maswali yaliyoandikwa yamekwisha. Naruhusu swali la mwisho kwa mliokaa hapa kama lipo. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, naomba kuuliza, Karibu. fungo tatu tuna ibada ya kuchinja, na hata kama Mungu ametujalia kupata vijana tunawasomea hakika. Ndio. Pia tunapata mbuzi wawili au mmoja kulingana na ule jinsia aliyezaliwa. Sasa naomba kuuliza Sheikh, Naam. tumeshauriwa kwamba tuepukana wanyama waliokonda, wagonjwa, walemavu na vitu kama hivyo. Sasa Shekhe, hivi sasa ukizunguka machinjioni mo, wengi sana utakuta wamekatwa masikio. Sheria inasemaje Shekhe juu hili? Naomba msaada Shekhe. Asante bwana. Sina haja ya kurudia swali kwa sababu muulizaji amesikika na natarajia nyote mmemsikia, sio? Kabla ya kumjibu huyu ndugu yangu, kuna mahala nataka tutengeneze vizuri uelewa. Ametaja sunna inaitwa udhiya. Sunnatul udhiya ni sunna ya kuchinja ile siku ya Idi al-Adha, Idi ya mfungo tatu, ni sunna. Ametaja na sunna nyingine inaitwa akika. Akika ni kwa ajili ya mtoto mdogo wa jinsia yoyote. Swali lilipokuwa linaundwa, huyu ndugu yangu amesema si tunachinja mfungo tatu na tunachinja wakati wa kusoma akika, au sio? Naposoma akika, haja yangu ni kuweka uelewa mzuri hapa. Akika sio kusoma. Hakipo kisomo chochote kinachoitwa kisomo cha akika. Akika ni kuchinja, kile kitendo cha kumchinja yule mnyama, maana yule mnyama ndo anaitwa akika. Al-aqiqatu hiya albahimatu allati tudhbahu yauma sabi'i min alwilada. Akika ni mnyama, ni mnyama, ni mnyama. Akika ni nini? Akika ni mnyama anayechinjwa siku ya 7 kwa ajili ya mtoto aliyezaliwa. Huyo ndo anaitwa nani? Akika. Na wakati mwingine ni huyo mnyama, na wakati mwingine ni kule kumchinja pia ndo kunaitwa akika. Nilitaka tuelewane vipi? Akika sio kisomo, yaani hata kama hapakusomwa chochote, siku ile ya 7 baba au mlezi akachukua mbuzi wake mmoja kama ni mtoto wa kike, au wawili kama ni mtoto wa kiume, akawachinja tu. Akishamaliza kuwachinja akashafanya akika, hata kama hapakusomwa hata neno hili, hata neno moja. Nataka tuweke uelewa huo vizuri. Sasa kunafanywa mambo mengi siku hiyo, pamoja na kuchinja. Kunakuwa kama kuna kisherehe hivi asubuhi ambacho wanakuja watu, na zama siku hizi tumekwenda mbali na watu watabaruku na maulidi kidogo na hivi, au sio? Halafu mujtamaa ndo wakajua kile kinachofanyika ndiyo kisomo cha akika. Maanahu laisa kadhalika. Akika ni yule mnyama tu anochinjwa, ndio akika yenyewe. Na wengine hupotoka maskini wakaita hakika, tunako ni hakika kwa aini, akika, akika tu. Sasa nakujibu, na swali lako ni zuri sana, Mungu akubarikie. Anatakiwa kwenye akika, anatakiwa kwenye udhiya
mnyama aliyesalimika na aibu. Albahimatu allati hiya salimat min aluyubi, awe hana kasoro. Na alhamdulillah, baadhi ya kasoro umezitaja. Kuna kukonda, ukondaji ambao unapunguza thamani ya yule mnyama mwenyewe. Kuna maradhi, maana kukonda aweza kukonda kwa njaa, au sio? Kuna na maradhi. Halafu kuna kuwa kilema yule mnyama, araju. Kuna kuwa chongo, kipofu, awaru. Kuna maktuatul qarni, yule mnyama kuwa amekatwa mapembe, ikiwa ni miongoni mwa wanyama ambao ada yao ni kuwa na mapembe, alafu sasa yamekatwa, ni aibu kwenye mambo ya udhiya na hakika. Kuna huyo mnyama kuwa amekatwa masikio kama ulivyoashiria. Alhasil, mnyama anotakikana awe ni mnyama alosalimika na aibu. Hata ukamtazama unasema naam, huyu sawa huyu. Qala Allahu ta'ala, Mwenyezi Mungu anasema, Mola wetu, ya ayuha alladhina amanu anfiqu minat tayyibati ma razaqnakum wa mimma akhrajna lakum min al-ardi wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhi illa an tughmidhu fihi. Hadha kalamu Llahi ta'ala. Enyi mloamini, toweni vizuri sana tulivyokupeni. Mola anataka kinachotolewa kiwe kizuri kabisa, ambacho hata we ungekiona ungefurahi. Ingelikuwa ni we unapewa, ungepata raha sana. Idhan, anatakiwa mnyama awe kanusurika na aibu. Sasa katika miji yetu sisi, ukizunguka ghalibu na umepakuswa hasa Vingunguti, pengine utawakuta mbuzi wengi wamekatwa masikio, utawaona wale mbuzi wamekatwa mapembe. Wale wenye mbuzi wao wamedhani kama kuwafanya hivyo ndo kutia alama, si wanawakusanya sehemu moja. Sasa mbuzi wangu nitawajuaje? Anamkata sikio la huku anamvisha hereni, mipango iko mingi kidogo wanafanya. Je, anafaa huyo? Jawabu, sheria imesema hafai. Macho ya sheria ni hayo, hafai. Sasa nitafanyaje? Jawabu ni moja kati ya mawili. La kwanza, kwa bahati nzuri sana kunakouzwa mbuzi kwingi, yani kwa kuwa unataka kumridhisha Mwenyezi Mungu, usitosheke na hawa, bali najua hata hawa ukiwaagiza mapema, na nimeshawahi kufanya mimi nina kijana wangu anaitwa Asa, na hapa anajulikana Asa, mapema kabisa namwambia nitafutie nyama wa udhiya, lakini awe anafaa ninavyotaka mapema. Kwa mfano, siku mtoto alipozaliwa, si umefahamu kama ninataka kufanya hakika? Usisubiri hakika ni kesho ukafanya leo, utamkosa mnyama huyo. Ile siku ya kwanza tu anza kumtafuta. Shida yako ni kumfurahisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anza mapema. Asa utampata huyo mnyama. Kwa nini? Maana jitihada wajada, anojitahidi atapata. Sasa amekosekana kabisa, hayupo kabisa, atachaguliwa kwenye hawa wenye ila aliye na nafuu zaidi kuliko waliopo. Kwa nini? Kwa ule mlango wa dharura. Sheria kwenye masala yake yote kuna mlango au dirisha la dharura. Amekosekana kabisa wanaofaa, hawa wenye ila hawa, atafutwe yule ambaye ndiyo mbora wao, halafu akatumike. Ni nini ile? Idha fukida almalihu falqabihu malihu, kikikosekana kizuri, kibaya ndo kinakuwa kizuri. Lakini hadha baada aljuhudi alkamil, pafanyikane bidii hasa kutafutwa yule ambaye anaridhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama nimekujibu, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ndio. mwanamke akafanya kinyume, yule anasema kwamba hakusamehe ile dhambi yake. Kwa maana hiyo anadai kwamba kwa kuwa hiyo talaka ameitaka yeye, ishamkataza lakini ameingia hapo, yeye hana fursa ya kuchukua yani mahali yake ashinde, sababu ametaka yeye sawa. Ndugu Waislamu, mmelisikia hili swali? Mmesikia anamuuliza huyu bwana? Anauliza hivi, kuna kitu kinaitwa talaka ya kutumika, at-talaqul mu'allaq, kuning'iniza talaka. Na bahati nzuri amefafanua maana yake nini. Kuning'iniza talaka ni kumwambia mtu, kumwambia mkewe, wewe mke wangu, ukifanya jambo fulani, kwa mfano ukienda ingia nyumba hii, ndio umeachika kwa talaka yako. Maana yake nini? Maana yake hapa talaka imetumika, imening'inizwa kwenye kitendo cha huyu mwanamke kuingia ndani. Siku mwanamke atakapoingia humo ndani, ile talaka inashuka na inamfikia. Ilikuwa inatumika, inasubiri kitendo chake mwanamke huyo. Sasa ameshakitenda, talaka itashuka, sivyo? Sasa yule mwanamke amekwenda humo, alimwambiwa ukienda ndio umeachika, amekwenda. Baada ya kwenda, huyu bwana amekuwa na madai mengine. Anasema mimi sikumtuma aende, nilimwambia tu ukienda umeachika, na amekwenda. Sasa ina maana mimi sio nataka kumwacha, ni yeye kataka kuachika. Sasa tokaenda, bado nina haki ya kudai mahari yangu. Je, hivyo ni sawa? Ndio sura ya swali bwana. Jawabu, huyu mtu amechanganya vitu viwili, kavifanya kitu kimoja. Eneo la vitu vyote viwili ni moja, lakini vinaachana. Kuna kitu kinaitwa taaliku talaq, hicho ni kitu mbali na mlango wake mbali kwenye kitabu talaq, na kuna jambo linaitwa khulu, nalo jambo mbali. Alichokifanya huyu mume ni hili la kutungika talaka yake kuitungika kwenye kitendo ambacho akikifanya huyo mwanamke kaachika. Baada ya kukifanya, kashaachika tayari, mpango wa kudaiana mahari haupo. Anavyosema mwanamke kataka mwenyewe, sikaenda. Hata yeye aliposema ukienda umeachika, na yeye alitaka mwenyewe, au naye kuna mtu alimtuma? Yule mwanamke alimwambia mume wangu, nakuagiza niambie hivi, nikienda kule nimeachika. Alimwambia hayo? Kila mtu kataka, yeye kataka mke wangu akiingia nimemwacha, na mke ametaka na yeye kaingia kaachika. Wote wametaka na kila mmoja alichokitaka kapata. Huyu bwana alitaka mke wangu akienda mule nimemwacha, kapata, na huyu mwanamke naye kaenda kuingia mule kuachika, naye kapata. Kila mtu kapata lake, mpango wa kudai mahari umekwisha. Wallahu a'lam. Anauliza kwamba kwa Muislamu kuweka bleach kichwani halali. Nafikiri tuishie hapa kwa leo, alafu Mwenyezi Mungu atatubarikia, tutakuwa kesho darasani. Kesho ni Jumamosi, nitakuwepo hapa inshallah. Allahumma faqihna fi din waftah alayna futuha al-arifin warzuqna ilma al-anbiya wal mursalin. Allahumma ij'alna min al-ulama al-amilin والأولياء الصالحين الأئمة المهديين
القائمين بحفظ ناموس الدين. اللهم ربنا أنت تعلم مراد المريدين، وأنت قاضي حاجات السائلين، وأنت تعرف ضمائر الصامتين، وأنت تقبل عذر التائبين، وأنت لا تصلح عمل المفسدين، وأنت لا تضيع أجر المحسنين. اللهم ربنا فقنا شر النفاق والمنافقين، وشر الظلم والظالمين، وشر الضلال والضالين، وشر الحسد والحاسدين، وشر الفتنة والفتانين، وشر الأذى والمؤذين، وشر المكر والماكرين. وأخرجنا ربنا من بينهم سالمين، غير ضالين ولا مضلين، غير الظالمين ولا مظلومين، يا أرحم الراحمين، ويا أمان الخائفين، ويا معين الفقراء البائسين. أكرمنا يا ربنا يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا جميعا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.